Muundo wa riwaya ya Walenisi. Kama tunavyojua, muundo ni dhana inayorejelea namna kazi ya fasihi ilivyofumwa kwa kuangazia vigezo kama usawiri wa wahusika, usimulizi, mwingiliano wa vitushi, matumizi ya lugha, miongoni mwa masuala mengine. Riwaya ya Walenisi ni riwaya ambayo iliandikwa na Katama Mkangi mnamo mwaka 2003. Hii ndio riwaya itakayoichambua kwa kuongozwa na nadharia ya umuundo kama itakavyodhihirika. Mwanzo, Walenisi ni riwaya changamano. Uchangamano wake umetokana na jinsi mwandishi wa riwaya hii amebuni kazi yake kwa kuijenga vile vitushi vingi kwa ajili ya kujenga mgogoro mkuu. Hivyo tunapata kwamba riwaya ya Walenisi sio rahisi kuielewa kwa msomaji wa kawaida ambaye amezoea mambo yanayoelezwa kwa njia moja kwa moja ama kwa lugha nyepesi. Pili, riwaya ya Walenisi imejengwa na sura 10. Katika sura za mwanzo pana maelezo jinsi Zombo anavyoizuru ile dunia nyingine kwa kutumia sayari na kufika nchi ya Walenisi. Tunadokezewa anavyokaribishwa kwao binti Fikirini na anatembezwa sehemu tofauti za nchi hiyo, kiwandani, shambani, maktabani, ngomeni, na kuona jinsi walivyoendelea kiteknolojia. Aidha, anajuzwa kuwa Wachuna, jambo linalopelekea yeye kuandaa shajara baada ya kufanya utafiti wake. Kisha sura za mwisho tunaona jinsi anavyopokezwa shahada na anavyomalizia kumwoa binti Fikirini. Tatu, wahusika wamesawiriwa kwa mapana na marefu. Mhusika mkuu akiwa bila shaka ni Zombo. Ametumwa kupasha maudhui mazito kama vile ukoloni mamboleo, umoja na mengineo. Wahusika wajenzi, yani wale wanaosaidia katika ujenzi wa wahusika wakuu ni kama vile binti Fikirini, kuna binti Mawazo, kuna mama yao, wanaosaidia kuendeleza riwaya hii ya Walenisi mbele. Aidha, mwandishi ametumia wahusika vibonzo kama vile mtu mtambo kutokana na maendeleo ya teknolojia ambayo yamezua wahusika ambao ni roboti. Hivyo tunaona kwa kiasi fulani ni riwaya ambayo ni ya kiubunifu, na ubunifu wenyewe umo katika masuala ya kisayansi na teknolojia. Tukiangalia katika lugha, tunajua kwamba lugha ni nyenzo kuu katika kazi ya fasihi, na nguzo hii imetumiwa na Katama Mkange kwa ubunifu zaidi na kuleta upya, mvuto na mnato unaoshika makini ya msomaji wa riwaya hiyo. Aidha, ametumia tamathali za usemi kama vile tashbihi, istiara. Kwa mfano, kisa kuhusu kifo cha Taabu kuna kinaya, yani kinyume cha matarajiwa. Mfano, mtu mtambo uliopaswa kumpeleka Ahera ndio unampeleka mahali pazuri kule Walenisi. Pia tunaona matumizi ya majazi. Kwa mfano, neno wachuna latokana na neno kuchuna kwa maana ya kuchuma kitu kutoka mtini au kuonyesha namna ya kujenga uchumi. Hivyo neno hilo limetumiwa kuonyesha mabepari wanaotumia rasilimali na jasho la wengine kujinufaisha. Mwandishi anatuacha katika hali ya msisimko kwa kutumia taharuki, suspense. Hiyo tunaachwa tukijiuliza kulitokea nini Zombo anaporudi kwao. Jambo muhimu la kukumbuka hapa ni kuwa mbinu iliyotamalaki zaidi ni motifu ya safari. Pia kuna motifu ya ndoto inayojitokeza mara moja tu pale Zombo anapoota mkewe Hani na wanawe 5. Ukiangazia kinaratolojia, tunaona kwamba nafasi ya usimulizi iliyotumiwa ni nafsi ya 3, ijapokuwa kwingine nafasi ya 2 imetumika ili kutoa maelezo, na hili linasaidia kuipa ile riwaya ujumbe wa aina yake. Aesthetics. Riwaya ya Walenisi ina matumizi ya lugha nathari iliyochanganywa na mitindo mingine kama lugha ya ushairi, nyimbo na tamthilia na dialojia baina ya wahusika mbalimbali.
Tunaona pia dhamira ya mwandishi ilikuwa ni kukashifu mambo yaliyomo katika jamii kama vile ubadhirifu, ufisadi, utabaka, uchafuzi wa mazingira. Aidha, tunamwona Katama Mtangi ameweza kuonyesha hali hii iliyo katika nchi au mataifa yanayoendelea kwa wakati tuliopo. Vile vile amejenga maudhui kama vile nafasi ya mwanamke katika kujenga uchumi wa nchi na kijamii. Pia kuna suala la umoja kwa kushirikiana ili kutekeleza mambo kwa pamoja. Unity of purpose. Riwaya hii ya kimapinduzi inatumia toni ya kejeli na dhihaka imeweza kutumiwa kutuonyesha kuwa dunia hii pana matatizo yanayohitaji kushughulikiwa. Kwa mfano, binti Fikrini anamwambia Zombo maovu ni ya kwao Jehanamu. Tunaona pia mgogoro unaojitokeza. Kuna mkinzano wa mawazo baina ya mtu binafsi, watu na makundi, jamii na kadhalika. Na hili limedokezwa kupitia kwa wahusika mbalimbali. Riwaya ya Walenisi ni riwaya inayojikita katika falsafa ya kuwa pamoja twaweza. Hili linabainika kutoka na mada yenyewe Walenisi, kwa maana ya wale ni sisi na sisi tu wale. Hivyo tunaona kwamba riwaya imejitosheleza kimuundo na kimaudhui, kwani imeweza kutumia fani mbalimbali katika usawiri wa kazi husika.